Niseme kwa sababu ni historia ndefu na mambo mengi, lakini in a short mimi alikuwa ananiita baba. Na Pilipili tulikutana miaka karibu kama 10 iliyopita kupitia mtandao wa Facebook. Akiwa anataka kuenda kwenye level nyingine ya maisha. Na alikuwa anataka kwenda level maisha nyingine kwa njia ya kipaji chake. Alipokuwa ananiona akawa anatamani kuja Dar es Salaam, nikamleta Dar es Salaam tukaonana, tuliongea mambo mengi. Kwa kifupi alifanikiwa kutoka Dar es Salaam, kutoka Dodoma na kuacha kazi Dodoma ya ualimu na kuja kuwa MC full time. Kwa hiyo kwa maisha yote tumeishi pamoja, amekuwa mtu wangu wa karibu. Ile level ya rafiki ilivuka, ikaja level ya ukaka. Ikaja hiyo level ikaisha, ikaja level ya ubaba. Kwa hiyo ni mtu ambaye he is my buddy. Yeah. Yale mazuri ya MC Pilipili tunaendeleza vipi? Kuyaendeleza mazuri Pilipili ni kuangalia vile alivyokuwa akivifanya vilivyo vizuri zaidi. Kwa mfano Pilipili alikuwa ni mtu mwenye furaha wakati wote, alikuwa akipenda kuishi na watu vizuri na alipenda kutokugombana na watu. Alikuwa ni mtu ambaye anapenda kufurahisha watu, lakini pia Pilipili alikuwa anasoma sana vitabu. Watu wengi hawafahamu. Pilipili alikuwa anasoma sana. Pilipili alikuwa anafuatilia makala. Pilipili alikuwa na philosophy zake kwenye maisha. Ukifuatilia clip zake nyingi anatoa ushauri sana juu ya maisha. Kwa hiyo ni mambo mazuri ambayo tunataka tuyaige, na Pilipili pia alikuwa mtu ambaye philanthropist tunasema, mtu ambaye anasaidia jamii. Watu wenye shida mbalimbali alikuwa anaweza kuwasaidia. Kwa hiyo ni mambo mazuri sana ya kuweza kuyaiga kutoka kwake. Katika safari hizi za maisha na usanii, ni wazi lazima mshirikiane na vyombo vya kijamii, yani mitandao. Sasa katika mitandao, katika huu msiba, baadhi wamekuwa wakiandika, yani baadhi ya vyombo vimekuwa vikiandika tofauti na ule uhalisia. Je, unawasa vipi katika matumizi ya mitandao na katika upendo wa mpendo wako? Dunia ndivyo ilivyo. Dunia tangu inaumbwa ina negative na positive. Kuna jua na kuna usiku na mchana. Kuna watu wazuri na watu wabaya. Kuna shetani, kuna Mungu. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo hata kwenye mitandao, hata ukiwashauri vipi, bado watu watatokea tu. Manyang'au wapo, yani hatukosagi. Hata nyinyi waandishi wa habari unafahamu, kuna waandishi wa habari wenye weledi, kuna makanjanja pia. Kuna mafundi wazuri, kuna vishoka. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida kabisa kwenye maisha. Issue tu ni kwamba wewe ambao umeathirika sasa, umekuwa attack, ujue jinsi gani ambavyo unaweza kucope na hiyo situation. ST Bongo, nyumbani kwanza.